kuna ugumu sana katika siasa za Afrika. Najua lazima tukubaliane kwamba siasa za Afrika ni nchi chache sana Afrika ambazo walau zimejitahidi kufikia kwenye level fulani hivi ya kidemokrasia. Naweza nikasema kama demokrasia ya kati. Mfano mzuri kwangu huwa ni Ghana. Kidogo hata Kenya wanaweza wakawa wanajitahidi. Ghana huwa naona ndo mfano mzuri kidogo katika siasa hizi za demokrasia. Anaweza akawa anafanya vizuri kuliko mataifa mengi hapa Afrika. Sasa ni juzi tu hapa Tanzania katika uchaguzi uliopita wa mwaka jana, Hichilema alihudhuria uapisho wa viongozi hapa nchini. Tukumbuke wakati anakuja kuhudhuria, manaka alikuwa amebakisha mwaka mmoja na yeye kuingia kwenye uchaguzi kama hivi. Kwa mtu mwenye akili timamu unaweza ukaelewa kwanza ni mtu wa aina gani, ukamwelewa ni mtu wa aina gani kuanzia kwenye hotuba yake aliyoizungumza siku husika ya uapisho wa viongozi wetu hapa. Sasa kile kinachoendelea Zambia kikushtua ni kushindwa kujua ukweli wa siasa za Afrika. Hichilema huyu leo ambaye yupo kwenye kinyang'anyiro kigumu na kwenye mazingira magumu ya siasa ya ndani ya nchi yake, ni Hichilema huyo alikuwa ni mpinzani huko nyuma kipindi cha Lungu, na alipitia maswaibu mengi of course. Mpaka anafika hapo alipitia maswaibu mengi, amekaa jela, mahabusu, amekaa jela. Kwa amekaa kwenye mazingira magumu sana, alipitia mazingira magumu sana mpaka kufikia hatua ya kuwa rais wa Zambia. Lakini kilichonishangaza mimi, kuna mtu nilikuwa namwambia siku moja kwamba sikuwahi kumuona hata siku moja Hichilema akikosoa mifumo au akikosoa sheria ambazo zilimfanya yeye ateseke au apitie maswaibu magumu sana kipindi cha Chagwalungu. Zaidi ni kwamba Hichilema alikuja kuincubate mifumo ile na sheria zile ambazo zilimnyanyasa yeye kabla hajawa na madaraka ya kwanza. Unaona? Kwa hiyo kama angelikuwa ni muungwana, maana yake cha kwanza ambacho alitakiwa kipinge, alitakiwa apinge uhalali wa sheria ambazo zilimnyanyasa yeye. Sawa? Lakini kama alihalalisha mifumo ile na ndio mifumo hiyo na yeye leo anaitumia kuwaumiza ambao ni wapinzani wake. Kwa ninaamini vile kwamba pengine leo Hichilema asingelikuwa rais au asipoweza kuwa rais, bado mpinzani wake ambaye anaweza akashinda leo kuwa rais hatoweza kuja kukosoa mifumo mibovu inayoendelea katika nyakati za uchaguzi. Zaidi anaweza akaincubate kitu kile. Kwa hiyo kumbe tatizo unakuja unagundua kwamba tatizo letu kubwa sio watu. Tatizo letu ni mifumo inayowaweka hapo hao watu. Hilo ndo tatizo kubwa ambalo sisi tunalipitia. Kwa kama tunaweza tukacollect hapo, basi unaweza ukawa na Afrika bora sana. Lakini kwa mazingira ya sheria tulizonazo zinamwezesha mtu yoyote kuwa katili, hata ambaye alionekana ni malaika kabla ya kuwa na madaraka. Kwa siwezi mimi nikamwamini kiongozi yoyote wa Afrika aliyekalia sheria mbovu na ambaye anaamini katika sheria mbovu. Kwa ndivyo hivyo nilishindwa kumwamini Hichilema kwa sababu ni mtu ambaye aliamini katika sheria zile kandamizi, na ndizo hizo leo anazitumia wakati anapigania nafasi hii kwa mara ya pili. Kwa unaweza ukashangaa ni mtu mwingine yule ambaye ni mpinzani wa Hichilema anaweza akachukua mamlaka na akatumia sheria hizo ambazo leo zinamkandamiza. Na ndio maana huwa napenda kusema hata nchini hapa kwamba siamini sana katika hekima za mtu mmoja. Mimi napenda kuamini sana katika mifumo bora na sheria bora, kwa mifumo bora ndio inaweza kukuletea watu bora. Lakini watu bora pasipo uwajibikaji wa kisheria, hamna mtu bora, hamna. Yaani huo ni uongo kabisa. Kwa kile kinachotokea Zambia sio kwamba ni Zambia peke yake. Kinachotokea Zambia, kilichotokea Tanzania na kinachoendelea kutokea kwenye mataifa mengi Afrika ni mfano hai kwamba mataifa yetu yapo chini ya mifumo mibaya sana ya kisheria. Mataifa yetu yapo chini ya sheria mbaya, sheria ambazo ni kandamizi, sheria zilizo na ubaguzi, sheria ambazo hazina accountability. Ndio mataifa yetu yamekandamizwa katika sheria, yamekaliwa katika sheria za namna hiyo. Kwa ni ushahidi pia kwamba
mamlaka zetu nyingi zinapatikana katika mtindo wa sheria kandamizi. Hicho ndicho kinachotokea Zambia, na hicho ndicho kinachotupa sura ya leo kinachoendelea kutokea kwenye mataifa mengine pia.